Napenda kuwatangazia kwamba katika maisha kuna kitu kinaitwa mikakati. Kwenye maombi pia kuna kitu kinaitwa mkakati. Tunasema hivi, haiwezekani ukatumia njia ile uliyofanya mwaka jana kupata matokeo tofauti. Kwenye maisha unakuwa unaomba kwa namna fulani, alafu uone matokeo, lazima ubadilishe njia. Haleluya. Wanasema haiwezekani ukasimama ndani ya gari ukaanza kusukuma gari likatembea. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo tunaingia katika utaratibu wa maombi ya siku kuu, ambapo tunataka tuone matokeo fulani katika maisha. Tunapokuja asubuhi tunapata kitu kimoja tunakwenda nacho kwa siku 10. Na tunataka tuone matokeo tofauti kutokana na kile kitu, ili tuweze kumlingana Bwana kwa ajili ya jambo fulani. Tumekuwa tukiomba jumla, lakini sasa nataka tuone matokeo ya siku 10, siku 7 mpaka 10. Maombi mara nyingi ni siku 7, siku 3, siku 7, siku 21. Lakini mtende na siku 10 tuone Bwana akifanya nini. Haleluya. Na jana tumeanza somo jipya ambalo linahusu kuangusha mzingiro. Na tulikuwa tunasoma na kitabu cha Wafalme wa Pili, ile sura kuanzia 6 mstari wa 24 mpaka 7 mstari wa 2. Swala zima ni kuweza kuangusha mzingiro. Kwa natamani uweze kuandika kama unacho katika akili yako, ili muone Mungu katika siku 10. Kwa sababu vinginevyo huwezi kumpima Mungu. Kwamba kuna mzingiro wa kiuchumi na uona kwenye maisha yako, unahitaji kufunguliwa. Ndani ya siku 10 zinahitaji kutoka katika jina la Yesu. Haleluya. Ndani ya siku 10 nahitaji mpenyo kwenye swala zima la nini nakifanya kwenye maisha yako. Nahitaji mpenyo juu ya tabia mbaya nilionayo, ya hasira, ya uongo, ya tamaa mbaya. Nahitaji mpenyo juu ya maisha ambayo naishi ambayo ya kubangaiza. Naomba Mungu anipe akili njema na mwelekeo wa maisha yangu. Haleluya. Yule mwana mpotevu alipokuwa kule porini anasema, nyumbani ni baba yangu kuna kila kitu. Natamani Mungu arudishe moyo wangu nitafakari nyumbani kwa baba yangu kuna nini. Haleluya. Nataka Mungu alete mgeuko. Nahitaji mpendo. Ni maombi ya kuangusha ile ngome ambayo imezingira maisha yako. Tunaita maombi ya kuvunja mzingiro. Mzingiro maana yake ni siege. Siege maana yake mzunguko anasikia kushoto kulia. Siege maana yake hakuna kuuza wala kununua. Tunataka tuone Mungu akifungua mlango. Wale wasaidizi wa timu wote walioweza kutokea katika jina la Yesu. Na tuombe sasa. Kwa tunaenda kwenye maombi ya aina hiyo kwa wiki 2 zinazokuja, na ninaamini tutamuona Bwana. Haleluya. Haleluya. Na ninaomba utambue Biblia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, Ufunuo Yohana samani, sura ya 12 mstari ule wa 11, haijatuficha, inasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata mauti. Natamani leo hiyo ni mdomo, ni bakuli ambalo Mungu amekupa, twende tukamshinde adui katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa ninatambua kwamba tunapoingia maombi haya, kama kulikuwa na ukandamizaji wa muda mrefu kwanza katika maisha yako, leo nafunguka. Na naomba nikupe ishara. Siku ya 3 utaanza kuona maombi, unaanza kuona ndoto za mapambano. Baada ya siku 3, siku ya 3 maombi haya, utashangaa unaamka usiku unashangaa ukanafukuza. Utashangaa kuna vitu vinakutafuta kwa sababu unaanza kutikisa na sana. Alishazoea kukandamiza. Leo namwambia ondoka. Haleluya. Kwa damu ya Yesu tutashinda. Haleluya. Kila vita sugu juu ya maisha yako inaenda kutenguka, na unaenda kutoka katika mzingiro, katika siege, na kuingia katika uhuru katika jina la Yesu. Na utaenda kwa kasi, na mlango wote uliokuwa umefungwa utaenda kufunguka katika jina la Yesu. Tusimame. Naomba tusome kitabu cha Wafalme wa Pili 7:1. Anasema, Elisha akasema, Sako akasema, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo 2 vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Kesho ndani ya masaa 24 muujiza utatokea kwenye maisha yako katika jina la Yesu.
Sema Baba, katika jina la Yesu, kila mzingiro juu ya maisha yangu vunjika sasa katika jina la Yesu. Piga maombi. Baba, kwa jina la Yesu, mzingiro wa aina yoyote ambao umekamata mtu hii, ambao umezuia mtu hii isiendelee, leo ninabomoa katika jina la Yesu. Aina yoyote ya vita ambayo adui amenunua juu ya tumaini, ninaisitisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aina yoyote ya mapambano ambayo ulimwengu wa giza umekusudia kwa ajili ya kushusha chini utumaini, ninatangaza vita juu ya mzingiro huu. Achia utumaini, achia kazi ya Mungu mahali hapa. Kila aina ya mzingiro katika hatua zangu, katika tabia yangu, katika uhai wangu, leo bomoka, leo bomoka. Vunjika kwa damu ya Yesu, vunjika kwa damu ya Yesu. Achia maisha yangu, achia roho yangu, achia familia yangu. Toka, toka, sikutaki katika jina la Yesu. Mzingiro wote wa kiuchumi ambao umeshika sehemu yote ya moyo wangu, leo noka, vunjika katika jina la Yesu. Amen. Naomba tusome pamoja kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 27. Isaya 14:27. Naomba nisome Isaya 14:27. Sikiza kwa makini. Ulituma neno na kuponya watu wake. Tunasoma neno, tunapiga ngoma, tutaangusha, kitaeleweka katika jina la Yesu. Haleluya. Isaya 14 mstari wa 27. Maandiko yanasema, maana Bwana wa majeshi amekusudia, naye ni nani atakaye litambatili? Na mkono wake ulionyoshwa, ni nani atakayeugeuza nyuma? Leo sauti ya Bwana imekusudia jambo juu ya maisha yako. Sema Baba, katika jina la Yesu, kila sauti inayosema bado, inayosema subiri, inayosema ngojea juu ya maisha yangu, ewe sauti, kwa jina la Bwana wa majeshi, nyamaza leo kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, sauti inayopiga kelele ikisema kuna subiri kidogo, ikisema njoo kesho, sauti inayopiga kelele ikisema kuna wakati ujao, leo natamka, nahitaji tokeo. Mzingiro wote katika maisha yangu funguka, efuata katika jina la Yesu wa Nazareti. Kila aina ya vita ambayo imesema sipendi pale, imesema sitapita pale, leo ninaamuru, ewe vita nyamaza, ninapita leo katika jina la Yesu. Sauti ya bado sio sehemu yangu, sauti ya bado sio nafasi yako. Bwana amesema kwamba ndani ya masaa 24 muujiza wangu unatokea. Wewe unazuia, unaitwa nani? Kufa leo, shindwa leo, angamia leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho yote ambayo inasema ukuaji wa kanisa, subiri, bado, ngoja kwanza, tunaifuta katika ulimwengu leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, tunataka ukuaji usio kawaida wa utumwa mahali hapa. Watu wote ambao wamezuiwa, wamekatazwa, wamezuiwa wasije kwenye utumwa, leo achia makazi yao, achia njia. Mzingiro wa kuzuia kanisa lisikue, leo tunauvunja, tunaubomoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Malaika wa kuzimu aliyesimama kwenye njia kuzuia watu, tunamtengua. Anasema bado, achia njia. Tunatamka ukuaji sasa, tunatamka ushindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Naomba tusome kitabu cha Kutoka sura ya 14 mstari wa 15. Kutoka 14:15. Tasoma katika jina la Bwana. Haleluya. Kutoka 14:15. Anasema, Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Haleluya. Majira yako kuendelea kulialia yameisha sasa. Mungu anakuambia tamka jambo na litakuwa.
Songa mbele, usirudi nyuma katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, kila lango lilofungwa yangu efuata kwa jina la Yesu. Kila lango lilofungwa katika uchumi wangu efuata kwa jina la Yesu. Kila lango lilofungwa katika biashara yangu efuata kwa jina la Yesu. Kila lango lilofungwa katika utuma yangu efuata kwa jina la Yesu. Kila jambo lilofungwa katika afya yangu efuata kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, atuye njia, atuye njia. Ninapita kwa ushindi, ninasonga mbele, situbai hapa. Katika jina la Yesu, achia njia, achia njia kwa jina la Yesu, kwa ajili ya ukuaji wa kanisa, kwa ajili ya matendo makuu mahali hapa, kwa ajili ya miujiza na maajabu. Achia njia kuzimu, achia njia kuzimu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kila lango ambalo limefungwa mbele yangu efuata, funguka, funguka, funguka. Lango la ajira, lango la promotion, lango la biashara, lango la kuuza, lango la kununua, lango la kuinuka katika jina la Yesu. Efuata, 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 efuata kwa jina la Yesu wa Nazareti. Hallelujah. Amen. Tunaenda sasa katika maombi ambayo ni ya kuomba kasi ya Mungu. Tufungue pamoja Zaburi 24 mstari wa 7. Zaburi 24 mstari wa 7. Nitasoma katika jina la Bwana. Haleluya. Amen. Inueni vichwa enyi malango, inueni vichwa enyi malango, mfalme wa utukufu apate kuingia. Sema Baba, kwa jina la Yesu, nimeinua vichwa, ninaomba malango yoyote ya utukufu ambayo yamelaza vichwa kwa ajili ya neno lako, inua kichwa sasa katika jina la Yesu. Baba, ninaomba malango ya kiuchumi ambayo yamelaza kichwa efuata leo, funguka katika jina la Yesu. Mfalme mtukufu, inuka leo, pita kwenye malango yako. Inua sauti yako, Baba, fungue malango kwa ajili yako. Ripase koria ndara poshiko raka bakaria roho sekoria reke bakaria ndara posako raka bakaria roho posha. Katika jina la Yesu, kila zuizi, kila aina ya dini, kila aina uchafu, kila aina ya nchi ambao watuga mifunga mbele yangu leo efuata kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba neema ya kwenda kiwango kingine katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Tusome kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25. Yoeli sura ya 2 mstari wa 25. Tutasoma katika jina la Bwana majeshi. Hallelujah. Yoeli 2:25. Sikiza kwa makini, anasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madudu na tunutu na jeshi langu kubwa lililotuma kwa ajili yenu. Haleluya. Unaenda kuomba, Baba, naomba kurejeshewa miaka iliyoliwa. Ninaomba kurejeshewa miaka iliyoibiwa. Ninaomba chochote ambacho ni baraka yangu kimeibiwa na adui leo kirudi katika jina la Yesu. Mwambie Baba, ninaomba kila hali ya ucheleweshaji katika maisha yangu ikapate kuacha. Naomba hatima yangu ikapate kuacha. Sema Baba yangu, Baba yangu, katika jina la Yesu ninatoka kwenye ucheleweshaji na kuingia katika hatima yangu sasa. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, ninaomba hali yoyote ya ucheleweshaji katika utuma, katika uchumi wangu, katika akili yangu, katika maisha yangu, katika ndoa yangu, katika biashara yangu, katika kazi yangu, hali yoyote ya ucheleweshaji ninakukemea, ninakukemea leo. Ninaingia kwenye hatima na kusudi ya Mungu maisha yangu katika jina la Yesu. Hali yoyote ya kuchelewa, hali yoyote ya ngoja, sio sehemu yako mimi, achia njia katika jina la Yesu. Baba, naomba neema ya kuingia kwenye hatima yangu ambao umeikusudia, ambao uliumba na ambayo umeiweka katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu.
Haleluya. Kwa viwango vingine nataka nikuabudu chini ya bawa zako. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, penzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu ya kila siku, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, bali tuepushe na uovu, kwani wako ni ufalme, nguvu, tukufu hata milele. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata mimi siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iende pamoja nanyi katika jina la Yesu. Niwatakie siku njema ya ushindi na baraka za Mungu juu ya maisha yenu.